mazoea ndani yako. Kuondoa mazoea ndani yako. Nini maana ya kuabudu? Nimetangulia na title inayosema kuondoa mazoea ndani yako au ndani yako. Lakini kinachofuata ni swali nalojiuliza, je, nini maana ya kuabudu? Nini maana ya kuabudu? Ningependa tusome Matendo ya Mitume sura ya 2 na tuanze mstari wa kwanza kabisa, ili niende kwenye maana ya swali langu kwa kanisa lote, kwa aliyeko hapa na ananifuatilia popote alipo, baada ya kujua maana halisi ya nilichokuuliza katika siku ya leo. Mungu anataka nini kwenye maisha yangu na hata pia kwenye maisha yako. Matendo ya Mitume sura ya kwanza kabisa na mstari wake wa kwanza, Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2:1, hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Shika hilo neno, hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako mahali pamoja. Narudia, hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Biblia inasema ilipotimia ama ilipowadia siku ya Pentekoste, wote kwa pamoja walikuwa mahali pamoja. Naongea na kanisa, walikuwa mahali pamoja. Hao watu ambao walikuwa mahali pamoja walikuwa wanafanya nini? Walikusanyika kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nani? Maana nimeanza na swali linalosema nini maana ya kuabudu, lakini kichwa chake kimebeba ujumbe unaosema kuondoa kawaida ndani yako. Kuondoa kawaida ndani yako. Sasa ninakuja kwenye uhusiano katika kuhusanisha haya mambo mawili, kuondoa kawaida na hawa ambao walikaa pamoja siku ile iliyoitwa siku ya nini? Ya Pentekoste. Angalia mstari wa 2, anasema kukaja ghafla toka mbinguni uvuli, ukaja toka mbinguni uvuli kama uvumi wa upepo wa nguvu, ikienda kasi, akaijaza nyumba yote ilivyokuwa wameketi. Kukatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto, wakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingi kama Roho walivyofanyaje? Alivyotamka. Roho kama Roho walivyowajalia kutamka. Wakaanza kulia kama Roho walivyowajalia kutamka. Biblia inasema siku ya Pentekoste kanisa lilikuwa mahali
pamoja. Walipokuwa mahali pamoja, akasema kukatokea uvumi kama upepo uendao kwa nini? Kwa kasi, ya ikajaa ile nyumba ya ibada. Yaani kwa lugha nyingine, ambao hawakuwa kanisani siku ile hawakupokea ile lugha mpya ya mbinguni. Walipojawa ule upepo iliyovuma ikajaza mahali wakajaza kanisa la mahali pamoja. Watu wakaanza kulia, wakajaliwa kama Roho alivyowajalia kutamka, wakaanza kunena, wakaanza kuongea lugha mbalimbali. Hata kama wewe sio Mhehe, unaanza kuongea Kihehe. Japo wewe wale Wahehe ambao asili yao ni Wahehe wanaanza kukusikia unaongea lugha yao, ikawa maajabu. Mbona huyu ni Mchaga anaongeaje Kihehe? Wakati sisi sio ndugu yetu wala hajazaliwa huko, hajui habari hiyo. Lakini ajabu ni kwamba alianza kuongea lugha ambaye sio yake. Ikatokea maajabu, watu wakaanza kuongea lugha mbalimbali. Kama Roho imekufundisha kuongea Kiingereza, wakaanza kuongea japo hawakujua, wakajaliwa kunena, lakini kwa sababu walikuwa mahali pamoja. Hapo kimya. Bwana apewe sifa kanisa. Yesu mwana wa Mungu apewe sifa. Angalia, anasema akaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ikienda kwa kasi, akaijaza nyumba yote iliyokuwa wameketi. Na Roho itakujia leo na utaondoka na nguvu nyingine tena katika jina la Yesu. Wakatokea ndimi zilizogawanyika, ndimi zilizogawanyika tokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto, wakalia kila mmoja wao, wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Leo nafundisha tabia moja inaitwa kuondoa nini? Kawaida katika maisha. Hili kanisa ambalo ninakupa habari zake ni kanisa la mahali pamoja. Ni kanisa ambalo wao wanajua nini maana ya ibada. Naongea na kanisa, wanajua nini maana ya ibada. Ndio maana siku ile Mungu aliwakusanya pamoja kama alivyotukusanya asubuhi ya leo mahali pamoja, ili tupokee ama tujawe ama tujazwe nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa wale wote ambao walitokewa na nguvu za Roho Mtakatifu kwa mishili ya upepo wa nguvu ikaenea kwenye jengo lote, watu wote waliokuwa wameketi kwenye ile jumba ya ibada wakaanza kulia kwa pamoja. Ufundishi kulia, ina Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako anaanza kuondoa tabia ya kawaida ndani yako. Unasikia kimya? Kitu ambacho kimekosekana kwa kanisa leo, yani watu wanasikia wananena kwa lugha, lakini hata kwa tabia ya kawaida. Hata walevi wanaanza kuigiza siku hizi. Kunena kwa lugha ambaye kunakoitwa kunena kwa lugha haimaanishi kama moyo wako ni mchafu, wala hiyo lugha unayoongea hata kama tunasikia unachokisema hiyo imtishi pepo. Kwa kuwa Paulo anasema anenaye kwa lugha anajijenga nafsi yake yeye mwenyewe. Si kwa faida ya wengi, ni kwa faida ya wewe kujijenga kiroho ili uimarike zaidi. Kanisa la Mungu, tunaelewana? Na nafundisha kanisa lililokaa mahali pamoja, wakajazwa Roho Mtakatifu kwa pamoja, wakalia kwa pamoja, wakaongea kwa kugawanywa ndimi mbalimbali. Waliongea Kichana, waliongea Kihehe, waliongea Kibena, waliongea Kisambaa,
waliongea lugha mbalimbali. Na ajabu, watu waliokuwa wamekusanyika pale hawakuwa kabila moja, walikuwa watu wa mataifa, watu wa makabila mbalimbali. Huyu anasikia mtu anaongea kabila lake, ananena mambo ambayo ya ndani sana yanayohusiana na ya kwao. Huyu anaongea habari ya yule, huyu anaongea habari ya yule. Huko ndiko kunakoitwa ndimi kugawanyika kwa moto. Kitu gani kimesababisha wale watu wajawe na Roho Mtakatifu na wingo la nguvu za Mungu zikashuka katika ile nyumba ya ibada? Ni kwa sababu wao hawakukubali kuishi maisha ya kawaida. Naongea na kanisa. Hawakukubali kuishi maisha ya nini? Ya kawaida. Kanisa, ili tushinde dhambi, ili tusiwe watu wa mwili, tusiende ibadani kanini kimwili, tusimwabudu Mungu nini kimwili. Unaweza kuinua mikono juu, ukapiga magoti, ukaimba vizuri, ukahubiri vizuri, ukawashuhudia watu vizuri, lakini tabia yako ni ya nini? Ya mwili. Hapo najua Yesu kwenye saboti. Yesu mwana wa Mungu apewe sifa. Nataka niongee na mtu ambaye anatakiwa leo aachane na vazi la nini la mwili. Tabia mbaya ndani ya mtu umezalishwa na kawaida iliyoko wapi? Ndani yake. Ndio maana unakuta mtu saa ibada, yani hasikii kusukumwa, hasikii kubadilika. Yani kuna mtu akikosa ibada, saa ibada, moyo wake unaugua, anateseka, anakosa amani kutwa nzima. Hata ukimuuliza mbona ndugu yangu leo hauna raha, anasema ni kwa sababu nimekosa ibada. Huyo unajua kuna kitu kinaishi wapi? Kuna nguvu ya Mungu iko ndani ya mtu huyo. Roho Mtakatifu anaugua ndani yake. Anaona kama Mungu hajatendewa haki ndani yako kwa sababu hujaenda kupokea neno la uzima siku husika. Na kanisa la mwilini, hata wakija, hata kunakoitwa ibada, wanakaa nini? Mwilini. Unasikia unapiga magofu, uinuliwe, uinuliwe. Huyo anainua, anamuinua wapi? Mwilini. Tunamwabudisha Mungu mwilini, tunahubiri mwilini. Kanisa, kuna nani elewa? Kanisa la Matendo ya Mitume walikubali kuvuliwa vazi la kawaida. Ndio maana nguvu za Mungu zilifanyaje? Zilishuka. Roho Mtakatifu ni mwalimu wa kanisa, lakini ajabu zake ni kwamba hakai mahali pachafu. Hakai na mtu ambaye hajakubali kubadilika. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 3 na kuendelea kuanzia ule mstari wa 3, Musa aliambiwa vua viatu vyako, akakubali kuvua. Lakini kabla hajavua alikuwa akiona kijiti kinawaka moto, anasema iteketee. Lakini akasema kwenye maono yale, nitageuka. Hebu sema nitageuka. Hebu sema kwa sauti yako, nitageuka leo. Kwa kitendo cha Musa kuiari, na mimi nitaiari leo kugeuka ili nipokee sauti ya nani? Ya Mungu. Alipokubali kugeuka, ndiposa akasikia sauti ikimsemesha, akimwambia Musa, Musa. Akasema na niko hapa. Akaambia vua viatu vyako. Sasa ni wangapi leo wanaitwa ulokole, wanaitwa Kristo, lakini matabia ya asili yamejaa ndani yao. Ndio maana unamkuta hata mwingine hawezi badilishwa. Hata anakuja kanisani, itafundisha ibada na kesho na kesho, hata akafundisha miaka yote, yeye ni yule yule. Amekuwa kama jiwe la kwenye nini? Maji. Hakuna mabadiliko yanayotokana na neno la Mungu. Kwa mfano, umekuja ibada na kufundisha leo, utakapokubali kulivua hilo vazi la kawaida ndani yako, ukakubali kujaa Roho Mtakatifu, tabia ambazo zilikuwa ndani yako inaondolewa na nini? Na ujazo wa Roho Mtakatifu. Kanisa, tumeelewana?
Wana wale waliovamiwa na nguvu za Mungu wakajaa, wakaanza kunena, wakaanza kuongea ndimi mbalimbali. Watu wakaanza wakaomba. Hakuna aliyekuwa anamwangalia kushoto wala kulia kwake. Unajua mtu wa mwilini anaomba kidogo anachoka. Hata ukimwambia tusimame tuombe hawezi, maana matendo ya mwili yamemjaa. Anafikiri mwilini, anaomba mwilini, anaimba mwilini, anafanya mambo yake mwilini, na tabia ya kawaida imemzalia mauti kwenye kazi yake. Unapokuwa mtu wa mwilini, unaanza kutembea kama mtu wa mataifa. Ni muongo kama waongo wengine ambao hawajaokoka wanapotenda. Mtu wa mwilini ambaye tabia hiyo imemtawala ndani yake, anafikiri kinyume na neno, na mambo ya ibada kwake si chochote, wala asikii kujuta wala asikii kuumia, kwa sababu yeye ni mtu wa nini? Wa mwilini. Alisa, tumeelewa nao? Nafundisha kuondoa kawaida ndani yako. Na unaondoaje kawaida? Sasa kawaida nimesema ni amekuzalisha ama imezalisha tabia ya chuki ndani yako. Ukiona sasa nimeokoka unaanza kuwa na chuki na mwingine, ujue tayari wewe ni mtu wa wapi? Wa mwili. Kawaida imezaa chuki ndani yako. Unaabudu kawaida, unaenda ibadani kawaida, neno halikubadilishi. Wale watu wa rohoni ukiambiwa leo, na kufundisha tu mfano, wewe leo ukitoka, nenda tamka jambo hili, sema kuanzia leo maisha yangu hayatakuwa ya hapa tena, maisha yangu hayatasalia hapa. Nililala njaa jana, natamka kuanzia leo sitalala njaa tena. Tangu siku hiyo kuna neema inakuja juu yako. Na unapokea kwa sababu wewe sio mtu wa wapi? Wa mwilini. Si kama unanielewa? Nimekutana na mama moja alikuwa ananiambia, mchungaji, maisha yangu yako hivi na vile. Nikamwambia, kwa kuwa Mungu ameniruhusu kukanyaga hapa, ninaikomesha uhitaji wa njaa katika nyumba yako. Haitakuwepo na jambo lolote baya. Na tangu siku ile akanibalia ushuhuda, za tangu umeomba sijawahi kuona kupungukiwa, sijawahi kulala njaa tena, sijawahi kuona. Hata kama kuna jambo gumu, katikati ya huo ugumu Mungu anajidhihirisha, analeta matokeo. Matokeo hayaji kwako ya aina ya baraka ulizoziomba. Tunatumia muda mwingi kuomba, tunatumia muda mwingi kufunga, tunatumia muda mwingi kufanya hiki na kile, lakini majibu ya wewe au yapokei, kwa sababu unaomba vibaya. Tena unaombea ukiwa wapi? Mwilini. Hapo kidogo Musa alidhamiria akasema, leo mimi nageuka. Hata mimi nasema leo nageuka. Musa akasema, leo nafanyaje? Nageuka.